Sasa wewe atakuwa ameenda huko. Huyo lazima nimtafute Lolo na nimpate, kwa sababu hii taarifa kidogo imenishtua kidogo. Huyo askari gani itakuwa kamfuata huyo? Wewe inabidi nimpate sasa hivi. Kama wanipenda twende kwa mama, akisha kuona nitoe pesa nikoe. Kama wanipenda mimi twende kwa mama yangu, akipita karibu. Mtu huyo. Vipi? Safi vipi lakini? Unatoka wapi? Naona unamaliza kupika. Afu wewe ujue angalia mazingira yako. Unatoka wapi sasa hivi? Kwenye mizunguko yangu bantu jamani. Mizunguko yako sasa hapa atanipikia nani? Subiri basi achana na mambo. Bantu sija nakwambia. Niambie mama. Rafiki yako Morris hata simuelewi. Morris. Yaani na siku ya 3 nakutana naye anakimbia, yani kama mwenda wazimu. Tena. Mwezi ya mimi. Sasa nikajiuliza hivi shida ni nini? Siku nikifika nyumbani nitamuuliza bantu. Na kwa sababu yule pale ni rafiki yako uenda unajua. Morris. Sema tatizo lako mama mtu wewe. Moja tu. Wewe ukaage nyumbani. Huyo Morris unaniambia hapa sasa hivi. Morris alikuja hapa ujue. Morris alikuja hapa. Umeona? Kakaa hapa tumepiga story 2-3 lakini hata mimi mwenyewe nilichokuja kukiona kwa macho yangu sijategemea hata kidogo. Naona mara anatubutubu mbele yangu. Nisamee, sio mimi, sio nini kilichokuja kutokea. But kaniachia mavumbi hapa sebeni kakimbia. Alikuwepo hapa. Kakimbia nakwambia mimi mwenyewe hata nikila nikimwangalia naona huyu hapana, hii siwezi kukimbizana nayo. Shika kata break, nimeshindwa hata kumuelewa. Haki ya Mungu. Sasa hivi anakuwa mwenda wazimu. Anaweuka. Yaani cha kufanya hapo mtu wangu, naomba uchunguze rafiki yako yule pale atakuwa ni chizi. Yaani kama anapoelekea kuwa chizi, atakuwa chizi fresh tena. Sasa mimi mzee mtu mwenye na njaa. Kama unaona kama umepika uje nichukue tu niondoke. Kwa mimi napika, wewe unakula au sio? Mtu jamani hutaki nile. Mambo gani hayo? Hivyo wewe mwanamke wa aina gani lakini? Yaani mimi napika, wewe unakuja kula au sio? Sema baridi, mimi na tutamalizana kwa Mkapa. Mimi tunamtamalizana kwa Mkapa na ukifanya masiala siku ya leo utalala hivyo leo upate. Utajua tu. Unafikiri? Eti mimi napika, yeye anakula. Mimi napika. Na siku hizo ana kibongo flavor. Nimsubiri kwanza. Shaimur. Vipi Lolo? Safi. Vipi huko unaenda wapi? Dukani. Na huko unatoka wapi? Nyumbani. Hebu ngoja kwanza niweke bibi vizuri. Sasa Lolo ndio umefanya nini tena? Mbona kama tunakuwa hatusikilizani tena? Hivi unakumbuka last time mimi nilivyokutana na wewe nilikwambia nini? Lolo, si nilikwambia kwamba kuhusu swala lolote la dadako mimi ndio napaswa kujua kila kitu. Leo hii wewe unatoka unakwenda kumwambia shangazi kwamba eti kuna masuala ya polisi. Yaani inakuwaje unafanya vitu tofauti na mpango ambao tumekubaliana? Jamani, huyo polisi nimekutana naye njiani. Na yeye mwenyewe ndo kanisimamisha. Kaanza kuniongelesha kajitambulisha, mimi sijui ni polisi, si nini, anataka kumsaidia dada yangu. Alafu shemu. Mimi naona ni vizuri sana yule polisi alivyojua. Na hata kama mtu mwingine akijua ni jambo zuri.
ili mradi dadangu apatikane kwa haraka. Wewe unataka dadangu apatikane? Sio kwamba sitaki dada yako aonekane Lolo. Mimi nataka sana dada yako aonekane, lakini napenda aonekane katika mpango maalum ambao huo mpango mimi nipo ndani yake. Sio aonekane katika namna fulani ambayo mimi sielewi. Kwa nini unashirikisha watu ambao hatukukubaliana? Nilikwambia mimi napaswa kuwa mtu wa kwanza kuwajibika katika kumtafuta dada yako, na harakati zangu zinaonekana. Si unaona hizi movement zote ambazo mimi nazifanya? Ni mapambano yangu juu ya kumpata dada yako. Leo hii kwa nini unapenda kuwashirikisha watu ambao hawahusiki kabisa kwenye hili swala? Unanichanga na mpaka sasa hivi inaonekana kama kuna mpango wa kando ambao wewe unaupanga pasipo na mimi kujua. Halo. Halo. Habari yako? Bila shaka naongea na Lolo. Sasa Lolo, nipo sehemu moja, kuna matofali mengi hapa. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuonane. Sawa, nimeshapaja kwa matofali. Shem. Lolo. Lolo anataka kunichanganya. Kwa sababu kama imefikia hatua anataka kufanya vitu pasipo na kunishirikisha mimi, huyu anataka kuniharibia mambo. Kwa sababu inafika hatua anashirikisha na polisi tena kwenye hili swala, huyu atakuja kunitia kwenye matatizoni. Napaswa kuwa makini sana na huyu mtoto, atakuja kunitia kwenye matatizo. Shikamoo. Habari. Nzuri. Kwema. Kwema. Mambo anasemaje? Jambo tu kiasi chake. Karibu. Asante, nimetikia wito wako. Sasa Lolo, kwa uchunguzi wetu wa kiserikali kuhusu Bwana Morris, tumechunguza, tumefahamu kwamba Morris ile tukio ni kweli kalifanya. Tukio gani? Hilo tukio la kupotevu wa dadako. Jamani. Jamani, sehemu kwa kunikea kote, kwa kuniambia dadangu kasafiri na nini. Kwa nini anaweza kuhusika kwenye kupotevu wa dadangu? Shemu ana siri nzito. Hapana, una uhakika kweli? Tumejaribu kufuatilia, serikali tumefuatilia, tumeona kwamba Morris hajaripoti kituo chochote cha polisi. Kwa namna moja au nyingine, Morris anahusika kwa kupotea kwa dada yako. Kwa anaweza kuhusika kwenye hili jambo kweli? Leo naenda kuchukua vibali. Kesho tunaenda huko. Sawa? Mimi nakuamini na pia nakutegemea. Alafu kitu kingine, yani kama una shida yoyote kuhusu hili jambo la dadangu, usisite kabisa kuniambia. Tulikana nawe bega kwa bega. Usijali, nilikuahidi nitakusaidia. Hapa kilichopo hapa, leo kuna sehemu naenda katika masuala ya kiserikali ninaagizwa, ila kesho naomba tuelekee kwenda kwa Morris, kwenda kumkamata. Taratibu zote za kisheria na serikali zote zitafuata, tukamkamate, tumfikishe sehemu husika, ataongea kila kitu. Sawa? Hilo sasa ndio la muhimu. Mwenyewe nataka nijue ukweli wa kina kuhusu dadangu. Yaani bora kabisa yani. Tena nitashukuru. Yaani usisite tu kuniambia twende kabisa yani. Hapo mimi sasa mizunguko yangu, maana hapa nilikuwa naelekea dukani. Nikuache. Basi sawa. Hamna shida, tutawasiliana. Hapa, bye.
Dala yupo kweli hajatoka huyo? Oa Dala. Oa. Inakuaje mzee wangu? Shwari vipi Morris? Kama kaa. Kama kaa nabii. Wewe mwanangu? Tusiweke. Ndio unakuja ondoka. Ya, mimi nimekuja mwanangu tuondoke. Wewe funga hapa tuondoke. Vipi lakini fresh eh? Ndoke zetu mwanangu vipi? Fresh. Sasa leo inabidi tubadilishe njia. Leo tupite huku ujue. Leo tunapita hivi. Tunashuka hivi bondeni. Tunashia kijilima kile, tukipandisha tukishia tena tunaingia kwa mzee pale na vipengele vyetu. Kutoka hapo tunafyatuka. Haina tena. Sasa hebu ngoja kwanza. Kwa hiyo ina maana kwamba tukipita huku ndo tunaenda kupita ile sehemu ile. Huku jao tupite hivi. Tulisema tutabadilisha njia. Huku tusipite. Tupite huku. Ayo kina bwitangenda namna namkwenda ngenda mukitambala uwangala. Wailo kina bwitangenda namna namkwele. Kuna watu wanakuja. Wailo kina bwitangenda namna namkwenda ngenda mukitambala uwangala. Kuna watu wanakuja kiti. Wailo kina bwitangenda namna namkwele. Kwa mwanangu ndo kwa mzee. Nuku utaa. Ogope twende. Hodi hapa mzee. Mzee Kiza. Pigwi hodi hapa pita. Mzee. Karibuni. Mzee, nimemleta rafiki yangu ana shida huyo. Nimeona. Kwa naomba umsaidie bwana. Tatizo lake ni gumu. Ni gumu. Tatizo lako ni gumu. Umezulumu nafsi ya mtu. Mzee. Mimi najua sana kwamba unaweza ukanisaidia kwa hili. Usijali kuhusu lolote mzee, kwa sababu kama una uhitaji wa pesa au kitu chochote kile mimi naweza nikafanya mzee, lakini naomba unisaidie kwa hili. Pesa sio tatizo. Tatizo lako ni gumu. Umezulumu nafsi ya mtu. Hakikisha kule umelisawazisha, ndio uje kwangu. Utahangaika sana. Jose, wewe uliniambia kwamba mzee mnajuana. Kama ongea naye basi. Zekiza, naomba tusaidie basi. Ataweweseka sana. Amezulumu nafsi ya mtu. Mzee, naomba unisaidie kwa hili. Unipishe kwenye matatizo. Unajua ulichokifanya, siwezi. Tena ikibidi kuondoka, muondoke. Naomba muondoke. Sina cha kuongeza. Kwa njia ya kufanya mzee. Mwambie huyu akamalize. Ila mimi nilijua tu Chuse kwamba yani hivi just imagine yule mzee kweli anaweza kanisaidia mimi matatizo yangu Chuse. Yule mzee anakusaidia. Kwani ulipofika ulimwambia kama una matatizo gani? Lakini mwenyewe kajua kwamba wewe kuna kitu umekifanya. Hicho kitu ulichokifanya hujaniambia. Kwa nini usiniambie? Niambie kwani umefanyaje, umebaka au umefanyaje? Yaani the issues sio nilichokifanya. Kumbe mimi nilikuwa nahitaji msaada. Msaada si ndio ule sasa?
kuna kitu umekifanya hawezi kukusaidia bila kwenda kukiomba msamaha hicho kitu. Na hicho kitu kwa nini usiniambie umefanyaje? Kwani Morris mimi unanichanganya. Niambie basi. Hivi mimi nahisi kama Chuse unielewe. Yaani unajua Chuse, mimi nilivyomuona tu yule mzee nikajua kabisa kwamba pale hakuna msaada. Kwa sababu nikipima uwezo wa matatizo yangu jinsi ulivyo, nikiangalia ukubwa wa matatizo yangu jinsi ulivyo, niliona kabisa kwamba yule mzee aweze kanisaidia. Wewe unasema mzee aweze kukusaidia wakati mimi ndo ananisaidia kwenye vipindi vyangu. Kwenye mazingira yangu mimi ndo ananisaidia. Yaani mimi naishi kwa ajili ya yule sasa nikwambie. Na ndio maana nilipoona matatizo yako yako hivyo nikakuchukua rafiki yangu nikakupeleka kwa ule mzee ili ndani akusaidie. Ila mzee alichokuambia huko ulipofanya hilo tatizo, uwe ndo kaombe msamaha alafu ndo urudi pale akusaidie. Umefanya nini? Umeua, umebaka, umefanya nini? Mbona unataka kuniambia? Hebu niambie kitu gani ulichokifanya Morris? Unajua mimi mpaka nikakwambia kwamba unipeleke kwa yule mzee. Najua kabisa kwamba mimi nina matatizo. Na ukubwa wa matatizo yangu mimi mwenyewe pia naujua. Nilichokuwa nakitaka sio kwenda pale tena kuanza kuelezea matatizo. Nilichokuwa nakitaka sio kwenda pale tena kuanza kujua kwamba nini kilitokea. Kwa hiyo mimi nilikuwa nisikilize. Usijifanye una moto wakati mimi mwenye matatizo ambaye umeshindwa kunisaidia ndio unastahili kuwa na moto. Hamna, hata mimi muda wangu unaisha pia. Nafanya hivi kwa sababu wewe rafiki yangu. Sipendi kabisa kuona hivi unavyoishi kimawenge, mara unakimbia, mara unapita hivi, mara unafanya hivi. Mimi sipendi, ndio maana nimeamua kukusaidia. Kwa sababu mimi nimeamua kukusaidia kwa unakaa mimi mpumbavu. Kuna mtu mwingine ambaye anaweza kanisaidia? Hakuna zaidi yangu mimi. Okay. Kama hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kanisaidia, let me go. Sawa? Try again later. Huyu jamaa na nini huyu? Hello my people. Unatuona hivi tulivyo? Najua unajiuliza kwamba ni kwa nini tumependeza. Serious, sisi kupendeza ni Lugata Brand. Lugata Brand ni wakali wa mavazi ya aina zote ambao wamekuwa wakivalisha watu wengi sana hapa mjini. Wasanii, viongozi wa kiserikali na watu wengi sana, especially vijana ambao wanajipenda na watu walika zote. Lugata Brand wanapatikana Dar es Salaam na unaweza ukawapata kwa njia ya mawasiliano kupitia akaunti zao za aina zote huko mitandaoni. Utawapata kwa Lugata Brand na hata kwenye screen hapo. Chukua namba chini ya screen ili uwasiliane nao Lugata Brand. Binadamu wabaya wanaua watu. Binadamu wabaya wanaua watu. Binadamu wabaya wanaua watu. Binadamu wabaya wanaua watu. Hebu ngoja kwanza. Baya naua watu. Wewe nisikilize kwanza. Unajua kila siku ninapokuwa nimekutana na wewe unapenda sana kuimba wimbo wako. Damu wabaya naua watu. Unapokuwa unaimba hivyo wewe unamaanisha nini? Kwani binadamu wabaya naua watu. Kwani nimekutachi baza. Sio kwamba umenitaja. Binadamu wabaya wanaua watu. Sio kwamba umenitaja. Huwa natamani sana kujua kwamba unapokuwa unaimba hivyo huwa unamaanisha nini? Binadamu wabaya na baza na musika. Nawezaje kuwa mhusika kwenye masuala kama hayo? Binadamu wabaya wanaua watu. Siwezi kuwa mhusika kwenye masuala ya uwaji mimi. Mimi najimbia tu mwenyewe. Binadamu wabaya anaua. Wewe unajisikia tu. Binadamu wabaya anaua watu. Binadamu wabaya anaua watu. Damu wabaya anaua watu. Damu wabaya wa watu. Anaua watu. Na damu wabaya anaua watu. Huenda ikawa mbeleni anakuja kutokea na matatizo. Karibu sana bro. Bwana sana familia. Karibu sana mwanangu. Kitambo tujonane mwanangu. Unaona kazi mpya. Bwana, wala unajua tunatoa kazi ofisi umekimbia afu unashangaa mwanangu. Kazi sana mwanangu. Wewe ni designer. Lini sio ofisi unarudi baba? Natokea mwanangu. WhatsApp sizipingi, una kazi kali sana. Yeah. Nashukuru.
Nyama mimi. Vipi? Fresh, ona. Ndio kutokea. Alafu maskani pia sikuoni kupita mtaani nasikia maelezo mengi kelele kibao. Yote yanakuhusu mtu kama wewe. Alafu nikiangalia mbona fulani na hayo matukio wala mnayo makelele. Nikasema ngoja leo nijitoe nije kwa nijio. Nini mwanangu afu tuonane kisa ni kitu gani? Mimi najua. Kwanza mimi nashukuru sana brother kunitembelea kwa sababu huo ndio upendo unapokuwa unasikia habari za kuhusu ndugu yako. Inabidi umtembelee ujue kitu gani ambacho kinaendelea. Nini tatizo? Yaani unajua ni kitu kitu. Mtaani kuna story ambazo watu huwa wanasimulia kuhusu mtu wangu. Na sio kama mtu wangu amepotea kama jinsi ambavyo wao wanaongea. Lakini amesafiri. Sasa unajua siku zote uwezo ukawaaminisha watu kitu ambacho hawajui ukweli wake. Utatumia nguvu nyingi sana, so mwisho siku nakuamua tu mwanangu kuchill kuendelea na mchezo wangu mwingine. Kwa sababu naamini kwamba mke wangu atarudi. Ni kama wiki moja sasa hivi. Na sehemu ambayo ameenda kidogo mambo ya mtandao yanasumbua. Lakini nilifanya mawasiliano naye akaniambia kwamba atarudi muda si mrefu. Atarudi na kila kitu kitakaa sawa. Kwa hiyo haya maneno yote ambayo unayasikia ni kweli wote. Ndugu yako mimi niko sawa bwana. Vipi? Niko sawa. Bwana mimi nitegemea na mboto shemeji yangu anaendelea chai nini kuja maji baridi mambo mengine yanaendelea. Unajua zile. Maana kitambo sijaona pia shemeji ningesema kwa sababu nimekumisi wewe. Mimi pia nimemisi pia shemeji yangu. Unajua. Nani? Halo. Ingia. Mimi ni afisa wa jeshi la polisi. Bwana Morris upo chini ya ulinzi. Vipi? Vipi? Na viatu. Hivi jana ndugu yangu kuna nini? Chini ya ulinzi, upo chini ya ulinzi Morris. Kaa chini, kaa chini. Kaa chini. Upo chini ya ulinzi. Tuoni, naomba tuondoke. Simama. Lakini afande Simama. Naomba tuondoke. Maelezo yote utayapata kituoni. Afande, kitu gani sio tukampata ndugu yetu kuja kuangalia mambo mengi? Kituo cha kati. Kituo cha kati. Twende. Nafikiri mwanangu Mtego. Huyu mjomba wangu mimi kila siku namwambia, mjomba kausha mazingira yako ya pombe, kausha. Mjomba kageza juisi za embe rafiki yangu, ni bila kunywa, yeye ajisikii haya. Kila siku nampanga mwanangu, mjomba angalia. Wewe unafikiri utaongea nini sasa rafiki yangu? Kufa wewe. Mbona feli babu? Inakuaje mzee? Vipi mwanetu? Wewe jana nagwa? Oya. Nakuomba mara moja mwanangu, samahani. Vipi mwanangu dua? Fresh, nakuomba mara moja. Au sio? Kausha pombe mjomba, sio maziwa hayo. Wewe bi mkubwa hajakuzaa unalewa. Kila siku mimi nakupanga mwanangu. Sikize kwanza mwanao kwanza. Acha njoo mwanangu, jenerali nagwa. Kwanza mwanao kwanza. Wewe vitu vyako kama hivi hapo vya juisi. Kunywa juisi babu, sio pombe. Wewe mtu rafiki yangu na nywele kama Mwarabu afu unatumia pombe babu. Basi msikize mwanao basi. Vipi mwanangu ndugu yako? Safi mwanangu. Kama kawaida mwanangu. Dua. Ipange mwanangu. Sema nini? Ule mguu ulionitoa hapa siniaga hapa kwa nakwenda kwa Morris kwake. Ndio umesema mimi naingia kwa Maria. Fika kwa Morris kwake imeucha mitupu rafiki yangu. Nimekaa dakika mbili hazijaisha rafiki yangu azia. Unaingia wazee? Yaani ile yaani hata kuuliza sijauliza vipi? Yaani vipi upo chini ya ulinzi nani Morris? Upo chini ya ulinzi. Kisa nini? Huyu atakiwa aende kajielezea huko. Nini? Anashutumiwa kwa upotevu wa mkewe. Unaona babu? Mwanangu mali hizo taarifa unazonipa ni za live au mwanangu?
Unanipa michongo ambayo mwanangu mimi sielewi mwanangu. Kama unavyonijua nikikuletea habari, sikuletea habari kwa njia ya simu na kuletea habari kwa njia ya kinywa. Yaani live tati iko hivi au sio? Mimi mtu mzima nimeona ningekupigia simu nijaribu mambo yote kwa sababu ungeniuliza sana maswali ningekuwa katika changamoto ya kujiuliza sana, si ndio? Unajua nini nasikitika mwanangu Lugata? Yeah. Oya mwanangu, unajua nimeona mambo mengi sana kwa wale ndugu yangu. Mara ananipita lori kiatu, mara sikamwaga vitu vya watu, mara sikakutana nao kibima, ninapata taarifa nyingi kuhusu yeye. Afu leo mwanangu mali. Sawa, design unakuja unanipanga wewe ndugu yako 1 2 3, mwanangu unajua umenitoa kwenye mudi. Ila kwa sababu mimi mwenyewe umenikuta pale. Yeah. Na pisanga. Kuhusu pombe ule balia. Sema mwanangu, unajua mimi ile swala na limenigusa sana mwanangu. Kwa fulu Morris mimi ndugu yangu mwanangu. Ya ndugu yako, ndugu yetu. Nipange vizuri mwanangu. Iko hivi. Iwe vipi? Kwamba yule mtu pale amechukuliwa atakiwa apelekwe kituo cha kati. Kwa hiyo nikauliza pale nikaelezwa tu kwamba huyu bwana mkimhitaji ndio kituo cha kati. Sawa. Mimi kwa sababu nenda pale moja ya ndugu na jamaa, si ndio, nikasema hivi sisi familia wewe mali kama walije moja kwa moja familia yetu, ushaona bwana. Kwa hiyo ikabidije nimekucheki, nimekupa hizo taarifa za msingi hapo fresh, kikubwa tujue kwamba tunafanyaje hapo kesho panapokuja majali, au sio? Kwa taarifa ndio hizo za msingi, mimi napita hivi. Yaani umesikia mwanangu mali? Yaani kitu unachokifanya wewe, yaani sio wewe tu. Dunia yoyote, mtu akiwa na mwanae, akiona kitu kinachomhusu kwenye familia, sawa? Anakiona lazima amwambie mwanae familia yake. Kwa hiyo ulichofanya wewe, hujakosea. Yaani kama ungekuwa unasoma shule, baba 100 kwa 100. Okay. Yaani mwanangu umefanya kitu. Kumbe mimi nimekaa tu pale mwanangu napiga kelele na mjomba kuhusu pombe nini, kumbe kuna visanga mwanangu. Mwanangu kashapotea. Kwa hiyo ndio taifa ndio hapo baba. Sasa sema ni mwanangu, wewe usikonde mwanangu, hujakiambia kisiki babu umwambia mtu. Baridi. Mimi nitafanyia kazi ile swala, nitajua nifanye nini mwanangu. Imeisha. Sema mwanangu leo nani? Baridi damu yangu mama. Mwanangu mimi napita hivi. Poa damu yangu. Poa. Umeona mjomba? Unakunywa pombe kindezi ndezi, dakika ya mwisho na kusomea, kumbe kuna kisanga kikubwa kimetokea. Mimi sielewi. Kuna visanga kumbe pombe, sasa kumbe kuna visanga vikubwa. Sasa pombe na visanga wewe. Acha noma mjomba. Hizo starehe za watu hizo. Mjomba, yani kitu kilichotokea hapo kwa Morris, haki ya Mungu nishapagawa nago. Sema nini? Ngoja nile kuluna hapa afu nijue nafuatilia vipi. Bwana, nguvu mtego. Mwanangu matatizo baba. Morris, toka mkeo apotee, hujaenda kituo cha aina yoyote kile kwenda kuripoti, na unasema uhusiki kwa hili. Ni kwa nini? Sababu alikuwa ameniambia kwamba amesafiri. Ningewezaje kutoa taarifa kituo chochote cha polisi ikiwa wangu ameniambia amesafiri afande? Morris, tuliifuatilia simu ya mke wako. Mara ya mwisho inaonekana mizimu ikiwa nyumbani kwako. Unasemaje kwa hili? Hauhusiki. Unaweza kutuambia ukweli? Tunakuuliza. Hebu niambie. Hebu ongea, uaje wewe. Baada ya kufuatilia sisi simu tumeona mizimu nyumbani kwako. Alafu unatuambia kwamba vitu vingine wewe kizuri, ukitaka uzuri ongea ukweli. Hebu zungumza. Niambie. Afande. Mara ya mwisho yule alikuja nyumbani kwangu. Kwa hiyo aliondoka sijajua labda alizima akiwa pale. Sina uhakika. Na mara kwa simu yetu nyumbani kwako? Ndio. Aliacha nyumbani kwako kwa sababu hiyo kwa? Ndio. Kwa sababu sisi. Niambie. Hakuna ukweli wowote. Hakuna ukweli wowote. Mwambie kitu kama sisi. Hiyo kazi kwa uzoefu tulikuwa nao sisi na maana kwa tumekuwa hilo jambo tumesema ya kwanza. Hebu tuelekeze usitufanye tu wadogo sisi. Sawa. Mimi nasikia kama mnionea. Tunakuoneaje wakati tumefuatilia? Simu ya mwisho tumeikuta mzima nyumbani kwako. Sawa. Na ushahidi upo. Mke wako ushahidi tumeukuta nyumbani kwako. Unatuambia hili jambo lipo? Simu mara ya mwisho imezimiwa nyumbani kwako na viatu vikiwepo tumevipata. Sasa wewe tunaomba tuambie. Hawataka kuzungumza. Hawataka kuzungumza mwenyewe, si ndio? Tunakuuliza kwa tuambie ukweli. Hawataka kuzungumza mwenyewe na kuuliza. Tii sheria bila shuruti. Sawa. Mimi hakuna ninachokijua. Tunaomba tuambie. Hawataka kuzungumza, si ndio? Hawezi kuzungumza mwenyewe. Tunakuuliza utaki? Azungumza. Azungumza. Mkuu. Naam. Yaani ni swala. Sawa. Huyu mtu atakaye kucheza kumchukua katika ufuatishio wa kazi, anatusumbua.
Ngoja. Naomba unisamehe. Hodi kama hivi. Sikudhamiria kwa makusudi. Mwenyewe unajua kwamba Bono anagamba bono. nikusaje kufanya Ataongea. Lile liuaje? Huyu anaonekana kabisa. Wewe, unasikia anaanza kuomba msamaha. Anaomba msamaha nani sasa? Sasa anaongea peke yake tu. Afande, mimi nilikwambia huyo mtu ni jambo kalifanya. Wewe. Sawa. Huyo anaonekana ni kweli kalifanya ile jambo. Si kitu. Sema. Huyo mpaka ataongea huyo. Tuambie ukweli. Wewe, nakuambia kitu. Nakuuliza zungumza. Tuambie ukweli. Zungumza ukweli. Kuna mtu kumwomba msamaha? Tuambie ukweli. Huyo mpaka ataongea huyo. Tuambie ukweli. Zungumza. Sema. Mwambie kwa usalama wako zungumza. Sema. Mwambie. Una uhakika hapa ndo ulipofukia mwili wa marehemu? Ndio afande, ni hapa. Ndo hapa? Afande. Kama nilivyokuwa nimewaambia kule kwamba ndio hapa. Ndo hapa? Na uhakika? Shem, dadangu umemweka hapa. Ndio uhakika kweli hapa. Yaani Shem, dadangu yuko hapa Shem. Ndio hapa. Ndo hapa. Kaa chini. Kijana mzuri unakuwa kwa nini? Utaozea jela wewe. Haikuwa dhamira yangu mimi kufanya hivi. Morris! Bila shaka sasa roho yangu itapumzika kwa amani, na nina imani wewe utalipia kwa hili. Nonja, naomba unisamehe. Mwenyewe unajua kabisa kwamba haikuwa dhamira yangu mimi kufanya kitu kama kile. Sikufanya kwa makusudi. Morris, lazima utaozea gerezani. Naomba unisamehe kwa kitendo ulichonifanyia Morris. Ndio mkuu, yule kijana yule muuaji yule ni naye, nimekuja naye huku kunionyesha sehemu alipoweka mwili wa marehemu. Nimepata ni kweli kamzika hapa na ushahidi upo tosha. Sasa nilikuwa naomba kitu kimoja mkuu, nisaidie defender ije hapa. Ndio. Sawa mkuu. Sawa.